Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo akisimama mtu akasema no reform no election, hayo ni sawa na maneno kwenye kanga. CCM oye! Nataka niseme chama chetu kimejipanga, tuko tayari kwa uchaguzi. Maandalizi ndani ya chama yamekamilika. Tunafurahi kwamba vipo vyama 18 vitakavyoshiriki uchaguzi, lakini kuna chama kimoja, niseme nisiseme, hajasusia uchaguzi, wameamua kupumzika. Wameamua kupumzika kwa sababu hamna sababu yoyote. Hizo reforms zimeshafanyika. Reforms zenyewe moja, tunayo sasa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Rais alisikia kilio cha wadau wa siasa, akaamua kuunda kikosi kazi, akamteua Profesa Mkandala. Kikosi kazi kilifanya kazi mwaka mzima, kikapokea maoni ya viongozi wa dini, vyama vya siasa, asasi za kiraia. Wale walioamua kupumzika wakasusa, wakasema wao ni wakubwa. Vyama vyote vilitoa maoni, Chadema walikataa. Walikuwa wanajua kwamba hatutaki uchaguzi, tumechoka. Na mtu aliyechoka utamlazimisha kwenye safari? Mtu anakuambia goti linauma, kifua kimebana, wewe utamlazimisha ile safari? Wangapi wanakubali Chadema safari wapumzike uchaguzi kama walivyoomba wenyewe? Yes, wameamua kupumzika. Mabadiliko yamefanyika, vilivyobaki ni visingizio tu. Kwa hiyo Rais alipopokea yale maoni, ndani ya serikali kaandaliwa miswada. Wabunge wanajua pelekwa miswada, kule kuna kamati ya sheria chini ya mbunge wa Madaba anaitwa Kizito Mwagama, akapokea maoni ya wananchi, na hiyo maoni 1702, na Chadema waliosusia kutoa maoni walikimbilia bungeni kutoa maoni kwenye kamati ya sheria. Baada ya hapo bunge likatimiza kazi yake, tukapata sheria 2, na hayo ndo maboresho au mabadiliko yaliyofanywa. Badiliko la kwanza ni kuanzishwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Katika sheria hiyo inaeleza namna ya kuwapata wajumbe wa tume hiyo, kwamba watu wataomba. Zamani Rais alikuwa anateua, wataomba, kutakuwa na kamati ya usaili, baada ya hapo mapendekezo yataenda. Lakini hapo namna ya kuwatoa hao wajumbe ambao umeshakwisha kuwateua, utaratibu wake umeelezwa. Kwa hiyo badiliko kubwa kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sheria 2 ni sheria ya kuwapata wabunge, rais na madiwani. Sheria hiyo inaeleza moja, uchaguzi ulikuwa unasimamiwa na wakurugenzi. Sasa inatamka kwamba uchaguzi utasimamiwa na maafisa waandamizi wa umma. Lakini pia kulikuwa na utaratibu wa kupita bila kupingwa. Sasa hivi hamna kupita bila kupingwa. Hawa watu wamejizima data pamoja na kujua sheria, wanazunguka kupotosha watu. Mabadiliko yamefanyika makubwa, tupige makofi kwa bunge na
ni waongo, hawana jipya, ni visingizio. Uchaguzi upo, utafanyika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niwaulize, hivi ikitokea bi harusi imetangazwa na amepelekwa saluni akawekewa kope, anataka kuelekea kanisani, kope zikaanguka, harusi itafungwa ifungwi? CCM oye! Yaani wewe uchaguzi huu ulishatangazwa, upo kwa mujibu wa katiba. Ndoa imeshatangazwa, bi harusi kawekewa kope, bahati mbaya kajikwaa, kope imeanguka, harusi itafungwa ifungwi? Basi Chadema harusi iko pale pale. CCM oye! Kwa hiyo nimewaona wanahangaika, wametoka katika chama cha siasa, wanaenda kuwa jukwaa la harakati, kwa sababu malengo ya chama cha siasa ni kushika dola. Na ndio maana hao waliokuja na wapongeza wameona mbali kwamba Chadema baada ya uchaguzi sio tena chama cha upinzani. Hapo kuwa na diwani, hana mbunge, hana viti maalum, watabaki jukwaa la harakati. CCM oye! Kwa hiyo niwaombe tuendelee kujipanga kwa ajili ya uchaguzi. Nimejulishwa na takwimu zinaonyesha mkoa kwa mkoa, mkoa wa Mwanza ni mkoa wa pili kwa idadi kubwa ya watu baada ya Dar es Salaam. Lakini pia nimejulishwa na sisi tunaona daftari lilipopita katika kuboresha, mkoa wa Mwanza mlifanya vizuri sana. Haya ndio maandalizi ya uchaguzi. Niwaombe tena, daftari limerudishwa kwa awamu nyingine, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7. Nendeni ambao mlikuwa mjarekebisha taarifa zenu, mkajiandikishe kuongeza